Kwa hukumu hii ambayo siku ya leo anaenda kuipata mrembo bidada Margaret Nduta kutoka nchini Kenya baada ya tuhuma mbalimbali ambazo alikuwa amekamatika kule nchini Vietnam, basi inaenda kuwaliza wakazi wengi wa Kenya, lakini pia wanawake wengi ambao pengine huwa wana sacrifice ama huwa wanajitoa maisha ili kwenda kutafuta maisha mengine. Kumbuka kuwa mara kadhaa amekuwa akitumiwa na kosa hilo mpaka jina hili lilivyoweza kusomwa. Sasa nataka nikupe kiama chake ambacho siku ya leo kimeweza kupatikana baada ya sitofahamu mbalimbali ambazo zilikuwa zinajitokeza na pengine sheria za huko ambako alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa Tan Son Than huko nchini Minh City, Vietnam. Ni maamuzi haya ambayo alikamatwa, mwisho wa siku alipelekwa sehemu za kisheria, mwisho wa siku taratibu zingine zikafuata na leo ndo kiama au tamati. Nadhani unafahamu kwamba kuna nchi zina taratibu. Ukikamata na madawa ya kulevya kuna kanuni ama taratibu kama vile kunyongwa, kupigwa risasi, kutupwa kwenye sehemu za hatari ambazo pengine huwezi kusurvive kuwa hai na vitu vingine kama hivyo. So kwa mrembo Margaret Nduta nadhani nikasema hili moja kwa moja anaenda kumtafuna, kwa sababu maisha yake ndio yanaenda kufika kiama au yanaenda kufika tamati kwa namna moja au nyingine. Kabla sijakupa habari kamili, nikukumbushe bandugu, kama ni mara yako ya kwanza na haujawahi kusubscribe, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hayo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umehakikisha kwamba familia hai na kutokupitwa na mikasa updates na matukio mbalimbali ambayo kila siku nitakuwa na kuwekea. Ni majonzi kweli kweli kwa nchi ya Kenya, Nairobi City pale, lakini pia tunafahamu alitokea Kenya kuelekea huko ambako alielekea, na mwisho wa siku hichi ndio kilichotokea. Gesta zimekuwa nyingi sana, watu wamekuwa wakijaji na kudai kwamba kikiwa aliweza kutoka Kenya, ina maana Kenya security zao sio nzuri kwenye masuala mazima ya mizigo. Ukaguzi wao sio mzuri kwa masuala mazima ya kuwakagua watu na vitu vingine kama hivyo. Ikiwa alitokea Kenya na kuelekea huko ambako alielekea. Kwa yule ambaye hamfahamu, ni Margaret Nduta ambaye siku za hivi karibuni alikamatwa akiwa na madawa ya kulevya, lakini pia umri wake ni umri wa miaka 37, ambaye ana umri wa miaka 37. Ni umri fulani hivi wa mama. Mtaani tunaita mashangazi hawa. Umri wake fulani hivi kama umeshasogea kwa namna moja ama nyingine. Sasa nataka nikupe hukumu yake ambayo imefika tamati siku ya leo. Ni kitu gani ambacho amehukumiwa na ni kitu gani ambacho kimezungumzwa hasa, na kitu gani ambacho kinaenda kumsibu, na video zote ambazo hukumu yake inaenda kutokea, basi naenda kukuwekea hapo mbele ili uweze kutazama na namna gani ambavyo pengine machozi yanabubujika, kwa sababu unafahamu unapopigwa risasi, unavonyongwa, unavofanyiwa mwisho wote ule ni lazima kuna taratibu na kanuni ambazo zinafanyika. Kuna kama vile kuomba dua, kumuomba Allah Mwenyezi Mungu akupe mwisho mwema na vitu vingine kama hivyo. So kwenye moments kama hizi, mwisho siku mrembo huyu Margaret Nduta ameweza tamati yake ndio inafika mwisho siku ya leo. Nikusomee kwanza history yake ili uweze kupata kitu gani ambacho kipo chini ya carpet. Margaret Nduta anaitwa Margaret Nduta Makaria, ni mwanamke Mkenya mwenye umri wa miaka 37. Anatoka katika kaya inaitwa Murang'a huko Kenya, ambapo Wakenya wenyewe wanapenda kusema county, tuseme ni kaya hii au tuseme city kama wilaya na vitu vingine kama hivyo, wale ambao hawafahamu. Kukamata kwa hukumu, alikamatwa kwa hukumu mnamo Julai 2023. Alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Than huko nchi Minh City, Vietnam. Alipatikana zaidi ya kilo 2 za cocaine katika mizigo yake. Alikuwa amesafiri kupitia viwanja kadhaa vya ndege vya kimataifa, ikiwemo pamoja na vile vilivyoko Kenya, Ethiopia na Qatar kabla ya kukamata kwake. Mnamo Machi 6, 2025 alihukumiwa kifo cha mahakama ya watu huko nchini Minh City kwa usafirishaji wa dawa za kulevya. Hali ya sasa anakabiliwa na kunyongwa nchini Vietnam. Kuna juhudi zinaendelea kutoka katika serikali ya Kenya na familia yake kutafuta msamaha na kuzuia kunyongwa. Serikali ya Kenya imefanya mawasiliano ya kidiplomasia na serikali ya Vietnam kujaribu kupata suluhisho. Familia yake imesihi serikali ya Kenya kusaidia katika kurudishwa kwake nchini Kenya. Muktadha wa kisheria Vietnam na sheria kali sana dawa za kulevya na adhabu ya kifo inatumika kwa usafirishaji wa kiasi kikubwa sana cha madawa ya kulevya. Hivyo ni muhimu kutambua kuwa hii hali inayoendelea kwa juhudi zinazofanya nchini Kenya pengine inaweza ikaendelea
ikai class Kenya kama ni nchi ambayo inaendelea kutetea maovu ambayo pengine kila siku yanaendelea Kenya na vitu vingine kama hivyo. So kwenye comments mbalimbali hasa kwenye mitandao ya kijamii nikizungumzia kule Snapchat ambako pengine wengi wanachati, lakini pia X, mtandao wa zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter, wengi wameweza kuzungumza maneno yao, opinion zao, wameweza kutoa judgment zao ambazo wengi wame disagree kwamba asirudi na vitu vingine kama hivyo. So familia nzima inapambania arudi, lakini Kenya pia tunafahamu kuna balozi na vitu vingine na yenyewe inapambania pia arudi. Nini maoni yako? Sehemu ya comment section, hakikisha una drop comment yako na mimi nitasoma, nitaifanyia kazi. Lakini kwa the way ambavyo amepita sehemu nyingi, unahisi kitu gani ambacho kimetumika? Je, ni rushwa? Ukaguzi mbovu wa vifaa, hatuna vifaa sahihi vya kukagua, kwa sababu ikumbuke kwamba kuna kuna karibia airports 3 alipita. Tukizungumzia Kenya alipita, tukizungumzia Ethiopia alipita, tukizungumzia Qatar alipita. So alienda kukamata huko main city, ni mbali kabisa ambako ukikaa kwa kinu ukafikiria unaona kabisa ni mistake ambazo pengine zilifanyika kwenye viwanja vyetu ambavyo vipo. Kama sio rushwa basi ni mistake ambazo zilifanyika za makusudi kabisa. Kumbuka kwamba